Karibu katika episodi ya kwanza ya Bashe hapa Safi, na mimi ni msimuliaji wako Alchemy Kestana, na kama mgeni katika channel hii tunaomba subscribe ili tuende sambamba. Ngoma inaanza majira ya usiku katika bahari. Inaonekana mwili umetupwa kwenye maji ukiwa umetolewa macho na kupasuliwa kuanzia kifuani mpaka tumboni, kumaanisha kuwa sehemu hii inajihusisha na kutoa viungo vya binadamu. Huyu mzee anawaambia wenziwe kamlete binti mdogo aliyeko ndani. Wanafika na kumchukua mtoto yule, lakini alikuwa akimtazama mtu mmoja ambaye alikuwa amejifunika mwili mzima. Polisi wanapata taarifa na kutuma timu maalum ya kushambulia baharini. Wanapoingia ndani wanamkuta mwamba mmoja akiwa ametapaka damu mwili mzima, akiwa ameshafanya mauaji mengi sana, hivyo wanamkamata. Taarifa hiyo inafika katika kitengo maalum cha taifa NIS na kuanza kufuatilia taarifa kamili kuhusu mtu yule. Wanatambua anaitwa Han Ji-hyuk, pia ni black agent katika idara ya ugaidi wa kigeni na alishapoteza maisha mwaka mmoja uliopita. Patamu hapo. Tunaletwa upande wa pili, tunamwona mzee jina lake ni Director Kang wa kitengo cha usalama wa taifa. Anapewa taarifa ya kuwa kuna dharura imetokea, hivyo anatakiwa wasili ofisini mara moja, japo ilikuwa ni siku yake ya mapumziko. Moja kwa moja mpaka hospitalini, na Han Ji-hyuk anafanya vipimo na daktari anasema tumegundua kuwa kuna kemikali ambazo tumezikuta ndani ya damu, na hizo huwa zinasababisha kuathiri ubongo na hata kufuta kumbukumbu. Mpaka sasa tunaendelea na matibabu ya mwisho. Tunaletwa Dandong, China mwaka mmoja uliopita. Hii siku Han Ji-hyuk alikuwa na marafiki zake wawili na yeye akiwa watatu. Hii siku walikuwa na operation maalum ya kwenda kukamata watu waliokuwa wakijihusisha na masuala ya uzaji wa dawa za kulevya na binadamu, hasa mabinti wadogo. Na kazi hiyo iko imeenda vizuri na wakawa wameteketeza madawa yote. Majira ya usiku Han Ji-hyuk yuko na wenzie Dong-hyuk pamoja na Yoon Seok Alice Jambo. Hivyo wakawa wametoka kwenda kutazama ni nani. Ghafla kila kitu kikaganda mpaka muda ukawa umesimama na kumbukumbu za Han Ji-hyuk zikawa zimeishia hapo. Kwa ufupi, jamaa na mambo mengi sana ambayo umepitia kwa kipindi cha mwaka mmoja, lakini kwa kuwa uko na mimi usijali, utapata kufahamu kadri muda unavyozidi kwenda. Tunarudishwa hapa, tunamwona Director Kang akiwa na mwana mama anakwenda kwa jina la Do Jin-suk. Director Kang anamwambia kusema kweli hakuna zaidi tunaweza kujaribu kwa wakati huo, lakini ni bora tumwache apumzike huku tukiendelea kumtazama. Do Jin-suk anamuuliza kama kuna tesi zote ameshazisikia zikizagaa mtaani. Nilisikia kila mtu anazungumzia kuhusu Ji-hyuk kuwa ndiye yeye aliyetoa orodha ya mwaka mmoja uliopita, kitu ambacho kilimfanya onekane kuwa ni bora. Ji-hyuk anatoka katika chumba cha mahojiano na kuonyeshwa michoro ya aina tatu ikiwa katika mtazamo tofauti. Ili kupima akili ya Ji-hyuk kama iko sawa, ni kwa sababu hana kumbukumbu za mwaka mmoja uliopita kipindi kile wakati yuko China. Mwisho wanamuonyesha picha za wenzake, anaona walivyokufa kikatili sana, kitu ambacho kilimfanya ajisikie uchungu mkubwa kuliko maelezo. Ni siku nyingine Ji-hyuk yuko na huyu bibi anaitwa Su Yeon, anamlaumu sana kwa kusababisha matatizo kwa wenzake mpaka wakauliwa. Kwa sababu moja kati ya wale alikuwa ni mpenzi wa huyu binti na alimwambia hakikisha atakaporudi kutoka katika kazi hiyo wote wawe salama, lakini cha ajabu Ji-hyuk amerudi peke yake baada ya kipindi cha mwaka mzima kupita. Han Ji-hyuk anapodi nyumbani kwake anaanza upya kufanya uchunguzi ili kutambua ni kitu gani kilichosababisha vifo vya marafiki zake. Yote hayo anayafanya kwa sababu alipoteza kumbukumbu, na mwisho anajiambia ndani ya moyo wake lazima atambue ni nani aliyehusika kwenye yote. Director Kang anamwambia Han Ji-hyuk kuwa anaelewa wakati anaopitia kwa sasa ni mgumu sana, lakini lazima tujue kwamba tulifanya kile tulichoweza na ni mwaka sasa, na ni kipi unafikiri unaweza kufanya peke yako, hivyo usifikirie kupata majibu nje. Leo mamba anaingia kazini na mena haya ukiyatazama ni kama sehemu za makaburi, lakini nyuma ya hapo kuna kitengo kikubwa cha usalama wa taifa NIS. Na mwamba anapofika ndani kila mtu anamshangaa, kwa sababu mshikaji amekaza sana. Anagonga moja kati ya ofisi. Kabla hajaingia anakumbuka maneno ya Director Kang kuwa moja kati ya team leader utakwenda kufanya nao kazi mnafahamiana vizuri sana, hivyo mambo utakayoyaona itabidi ushike kichwa chako chini ili kutimiza mipango yako. Mtu mwenyewe sio mwingine ni Chief Ha. Anamuuliza Ji-hyuk ni kitu gani kilichomkuta mwaka mmoja uliopita. Nilisikia kila kitu, kwa umepoteza kumbukumbu na nilisi kama kuna kitu kimezimwa. Muda kidogo anaingia huyu binti anaitwa Yo Ji-hee. Yeye ni mgeni katika kitengo hicho cha usalama wa taifa. Anaambiwa na Chief Ha kuwa atakuwa msaidizi wa Han Ji-hyuk. Nyakati za usiku mwamba akiwa ametulia anaona kuna mwanga wa kuwaka na kuzima kama kuna ishara fulani hivi. Anaamua kutoka na kuja maeneo haya hapa. Anaingiza password kwenye mashine, inamwambia tayari zimesha expire siku moja iliyopita. Mwisho mlango unafunguka, anakuta flash. Anaingiza kwenye kompyuta ili aone kilichomo ndani. Cha kushangaza anajiona yeye mwenyewe akiwa anasema kuna msaliti katika shirika letu na nimefuta kumbukumbu zangu mwenyewe ili kumtafuta msaliti huyo. Patamu hapo. Ji-hyuk mwenyewe anashangaa inawezekana je mwenyewe kujifanyia hivyo. Huu ni mwisho katika episodi ya kwanza. Usikose katika episodi ya pili ili tuweze kujua nini kitakachoendelea. Na mimi ni msimuliaji wako Alchemy Kestana. Unaweza kunifollow katika mitandao ya kijamii Instagram pamoja na TikTok, natumia Alchemy Kestana. See you on the next episode.